Watu wamegawanyika katika makundi manne. Kila kundi lina tabia yake na kila moja linafundisha somo muhimu katika maisha. Moja, mtu anayejua na anajua kwamba anajua. Huyu ni mwenye hekima na maarifa. Anajitambua na anafahamu thamani ya elimu aliyonayo. Ukikutana na mtu wa aina hii, msikilize na ujifunze kutoka kwake, kwa sababu anaweza kukuongoza kwenye njia sahihi. Mbili, mtu anayejua lakini hajui kwamba anajua. Huyu ana maarifa lakini hajui uwezo wake. Wakati mwingine amesahau kile alichojifunza au hana imani na nafsi yake. Mtu wa aina hii anahitaji kukumbushwa na kutiwa moyo ili atambue nguvu alizonazo. Tatu, mtu ambaye hajui na anajua kwamba hajui. Huyu anakubali kuwa hana maarifa ya kutosha. Haaibiki kusema sijui. Kwa sababu hiyo, yuko tayari kujifunza na kukua. Mtu wa aina hii anastahili kufundishwa, kwani anaweza kuwa mwenye mafanikio makubwa siku zijazo. Nne, mtu ambaye hajui wala hajui kwamba hajui. Huyu ndiye mwenye hatari zaidi. Hana maarifa lakini pia hatambui upungufu wake. Anaweza kupinga ukweli na kukataa kujifunza. Ni busara kuwa makini unaposhughulika na watu wa aina hii. Sasa niambie, wewe unajiona uko katika kundi gani kati ya haya manne? Andika jibu lako kwenye maoni. Kama umejifunza jambo muhimu kutoka kwenye video hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye channel yetu kwa mafunzo na hadithi zaidi zenye hekima. Pia tufuatilie kwenye ukurasa wetu wa Facebook ili usikose maudhui mapya kila siku. Asante kwa kutazama na Mungu akubariki.